Yesu Kristo wa Nazareti, tukinyamazisha kila kelele za kipepo kwenye usikivu wa rohoni, tukiachilia damu yako ikatakase fikra, ikatakase maono, ikatakase nafsi ya kila mmoja aliyehudhurisha hapa. Tunasimama hii madhabahu kwa shukrani, lakini zaidi tunasimama kwa toba. Tunaomba Mungu wetu katurehemu tuliotangulia kuingia, na tunaomba toba kwa ajili ya wenzetu watakaofuata kuingia. Mbingu zisinyamaze kwa ajili ya kila mtu ambaye amejihudhurisha jioni ya leo. Tunaomba neema yako ikatufunike. Tunaomba neema yako kwa ajili ya wale wanaofuata kuingia. Tunaomba neema yako kwa ajili ya watoto wetu, kwa ajili ya wenzi wetu. Tunaomba neema yako isimpite mtu yeyote anayejihudhurisha kwenye hema ya kukutania jioni ya leo. Asante Mungu wetu uliyetupa nafasi ya kuwa na ibada jioni kwa jioni. Maana Bwana umesema kwa neno lako hamjaweza kukesha pamoja nami hata saa moja. Asante kwamba kwenye masaa ya 12 umetupa katika hizi tuwepo kwenye hii madhabahu. Mioyo yetu ina neno la shukrani. Mioyo yetu tunashukuru kwa sababu umetupa nafasi na kibali cha kuingia kwenye hii madhabahu. Baba, ukatukubali, nasi tunamwomba Roho Mtakatifu atuungamanishe sisi sote kukukaribia Mungu, maana ni wewe uliyesema nikaribieni mimi nami nitawakaribia ninyi. Ee Mungu uliye hai, umetukaribia nasi tunakukaribia. Tunaomba neema yako ikawe juu yetu kwa ajili ya kila mmoja ambaye amejihudhurisha hapa. Tunaomba uponyaji wa nafsi, tunaomba uponyaji wa miili. Nguvu zako Bwana zikatufunike. Tutenge na kila udhaifu wa kipepo, tutenge na kila udhaifu wa nguvu za giza. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti tunasimama kinyume na kila maagano ya kipepo. Tunasimama kinyume na kila matamko ya nguvu za giza. Tunasimama kinyume na kila maagano ya kishirikina yaliyofanyika katika ulimwengu wa roho, kwa kujua kwetu na kwa kutokujua kwetu. Lakini tuna uhakika na wewe kwamba Mungu wetu ni Bwana wa matengenezo. Haijalishi maisha ya huyo mama yameharibiwa, haijalishi maisha ya huyo dada yameharibiwa, haijalishi maisha ya huyo kijana yameharibiwa, lakini tuna uhakika na wewe Mungu uliye mwema kwamba wewe ni Bwana wa matengenezo, uliyetengeneza maisha ya Paulo, uliotengeneza maisha ya Daudi, uliotengeneza maisha ya watu waliokuamini. Baba, tunakusihi neema yako ikawe kwetu tena, nguvu zako zikatufunike kama kivuli, ili uwepo wetu kwenye hii madhabahu ikawe ni kwa utukufu wa jina lako. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti tukiketi kwenye hii madhabahu, tunawakumbuka wanaopita kwenye vipindi vigumu, wanaougua, wanaouguza, waliowapoteza wapendwa wao, wanaopita kwenye nyakati za mahangaiko. Tunalituma neno kwa ajili yao, walioko hospitalini, walioko majumbani. Neema yako Bwana isiwapite. Unapogusa wengine, na huyo dada usimpite, na huyo mama usimpite, na huyo kijana usimpite, maana neno lako linasema kila atakayelitia jina la Bwana ataokoka. Na kwa ajili ya sauti hiyo tunaomba kila mmoja akapokea wokovu, kila mmoja akapokea kufunguliwa, kila mmoja akapokea uponyaji kutoka kwako. Nguvu zako Bwana zituatamie kama kivuli. Utenge mbali na kila maroho ya laana na uhangaufu. Utenge mbali na maroho ya ukaufu na unyaufu. Utenge mbali na maroho ya kila namna yanayojiinua kinyume na utukufu wa jina lako. Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu tunaomba, ufalme wako uje na mapenzi yako yatimizwe. Ufalme wako uje na nguvu zako Bwana zikajidhihirishe kwa ajili ya kusanyiko la jioni ya leo. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, heshima na utukufu vikurudie, maana unastahili peke yako. Nasi tumejihudhurisha hapa, tunaomba neema yako itufunike. Utukufu na heshima ni vyako, kwa Kristo Yesu tumeomba na kushukuru. Amen. Amen. Mungu akubariki, naomba ukae. Bwana Yesu asifiwe. Somo letu tunaloendelea nalo ni imani ulio nayo kwa Mungu unayemwamini. Ikusaidie kujua Mungu unayemwamini ndiye Bwana wa matengenezo. Na tumegusa vitu vingi, na jioni leo naomba tuendelee. Na kitu nataka kukuambia jioni leo kwamba kushinda vita vya kiroho ni matokeo ya kufuata maelekezo. Kushinda vita vya kiroho ni matokeo ya kufuata maelekezo ya madhabahu ya Mungu unayemwamini. Kushinda vita vya kiroho ni matokeo
ya kufuata maelekezo ya madhabahu ya Mungu unayemwamini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama unamwamini Mungu, basi kuna maelekezo atakupa yatakayokusaidia kwenye vita yako. Na kupuuza maelekezo ni kushindwa kushinda vita ulionayo. Kushindwa kufuata maelekezo ni kushindwa kushinda vita ulionayo. Maana yake Mungu anakuelekeza kanuni za kushinda vita ulionayo. Usipozifuata huwezi kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma ndani ya Biblia kwenye kitabu cha Kutoka mlango ule wa 12, utaona Mungu anapompa maelekezo Musa. Angalia kitabu cha Kutoka mlango wa 12. Ukipata nafasi unaweza kusoma ile mistari 16, lakini mimi nitasoma kwa kuruka. Mstari wa kwanza anasema, Bwana akasema na Musa na Haruni katika nchi ya Misri akamwambia. Ukisoma tu mstari unagundua Mungu alikuwa anazungumza na Musa akiwa utumwani kule Misri. Maelekezo yanayofuata yanahusu namna ya kutoka kwenye nchi ya Misri. Kitabu cha Kutoka mlango wa 12 mstari wa kwanza hadi ule wa 16. Mungu anampa maelekezo Musa, kama mna nia ya kutoka nchi ya Misri, ili muweze kutoka, kanuni ni. Kwa hiyo wasipoifuata hawatoki, lakini wakiifuata wanatoka. Na nimekupa mfano mara kadhaa kwamba daktari anakupa dawa halafu anakuambia 2 mara 3. Kwa lugha nyingine ni vidonge 6 unatakiwa kunywa kwa siku. Sio? Wewe unaona kwa kuwa ninaenda kazi, ngoja ninywe vyote 6 asubuhi, ili mchana nisihangaike, na jioni kama nitachelewa kurudi niwe nimesha kunywa tayari. Kuna mambo mawili yanaweza kutokea. Unaweza ukafa au homa ikakuzidia, kwa sababu nguvu ya ile dawa umeitumia mara moja. Kumbe wenzako walibalance masaa. Hii dawa ikikaa kwenye mwili masaa 5 itapungua nguvu, akinywa nyingine itarudi nguvu mahala pake. Tena baada ya masaa 5 akinywa itaongeza nguvu. Kwa kwenye mzunguko wake akinywa hizi dawa mara 3, huo ugonjwa utakuwa umekomeshwa. Kwa kuto kufuata maelekezo ya daktari, kuna madhara unapata. Amen. Amen. Kwa hiyo kama uko na vita ya kiroho, kwa kuto kufuata maelekezo ya Mungu unayemwamini, ili usinde vita, huwezi kushinda. Kwa sababu kanuni ya ushindi wa vita ni kufuata maelekezo. Nakumbuka kulikuwa na mkuu wa majeshi mmoja alikuwa anaitwa Mwamnyange kama sikosei. Alikuwa ameongoza kikosi kwenda kule Kongo, na tulipoteza wanajeshi wa Tanzania kadhaa. Lakini kwenye maelezo mojawapo yaliwahi kutokea ni kwamba hata wale waliolipuliwa kwenye lile eneo hawakufuata maelekezo. Kwa kwenye hatari yoyote ulionayo kiroho, msikilize Mungu, utashinda. Kelele za watesi zisikuvuruge. Wale wanaoangalia mpira wanaelewa. Ndio maana kwenye uwanja wa mpira watu wanapocheza, mashabiki ni muhimu, huwa wana kazi ya kutia moyo. Amen. Amen. Halafu ukiangalia pande mbili, kama ni Simba huku, Yanga ni huku,
wakifungwa Yanga au wakifungwa Simba, kelele za wale mashabiki huwa zinawatia moyo wafungaji kuendelea kucheza, lakini huwa zinawachanganya waliofungwa. Kwa kuna wakati kelele za adui yako zina kazi moja tu, kukuvuruga ukose utulivu kiroho. Ndio maana kama una malengo ya kushinda vita, una kazi kubwa ya kumsikiliza Roho Mtakatifu. Na usifikiri atakuja kuongea kama mimi. No, atakusemesha ndani yako mwenyewe. Halafu baadaye utaona kama ni mawazo yako ambao unaweza ukayapuuza, lakini Roho Bwana amekusemesha na umepuuza njia ya kushinda vita. Ndio maana hapa anasema Bwana akanena na Musa na Haruni, anawapa maelekezo hawa wawili ili wakalitoe taifa. Kuna kanuni ya kufanya. Moja kati ya hizi kanuni ni habari ya kuchinja. Jambo la kwanza anasema mtamtenga mwanakondoo siku 14. Jambo la pili anasema mwanakondoo wenu atakuwa hana ila. Kama unataka kutoa sadaka, itenge. Usitafutie change siku hiyo. Hiyo unaiona kanisa. Watu wanaweza kuhangaika kutafuta change. Ni kama ibada aliambiwa kwa dharura asubuhi, kwamba kuna dharura leo tuna ibada. Hakushughulika kutafuta nini? Change. Kwa sadaka yake haikuandaliwa. Sadaka ni jambo la maandalizi, ili kusaidie kuitimiza kanuni ulioelekezwa na Mungu unayemwamini. Wana wa Israeli kupitia Musa wanapewa maelekezo kwenye kitabu cha Kutoka, ili waweze kutoka nchi ya Misri. Kuna maelekezo ya namna ya kutoa sadaka. Kama mnamwamini huyo Mungu, sikilizeni maelekezo. Ukiendelea kule mistari kule chini, anawapa maelekezo na namna ya kumwandaa. Mstari wa 6 anasema, nanyi mtamweka hata siku ya 14 ya mwezi ule ule, na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinja jioni. Haya yote ni maelekezo. Kwa nini? Kuna nia ya kutoka. Sasa kama kuna mahali unataka Mungu akutoe, sikiliza maelekezo. Amen. Sikiliza maelekezo. Una maombi mazuri sana, lakini shida yako hutoki kwa sababu sio mtiifu kwenye maelekezo. Unaelewa? Nimekupa mfano mara kadhaa, naomba nirudie. Ukiona mtu ameenda hospitali siku ya kwanza, wamempa dawa, amemaliza dozi, anarudi hospitali anasema nimemaliza dozi lakini siponi. Wanakucheki, wanakuuliza, ile dawa tulikupa ulikunywa? Unasema ndio. Na wewe unajijua ni mvivu wa kumeza vidonge, kwa hiyo umezaji. Daktari anachokuambia, anakuambia sasa huyu hebu tumlaze. Unalazwa pale. Utapewa dawa kwa usimamizi wa nesi na daktari. Kwa kila muda wa dawa ukifika upewi vidonge 30, vyote vinakaa kule. Wao watakuwa wanakuja navyo kwenye kikopo. Akwambia kinga mkono, unapewa, hayaweka mdomoni, unaweka, chukua maji, unakunywa. Wakikupa dawa jioni ulipofika, mpaka asubuhi unapoamka unaona nafuu na nguvu zipo. Wanagundua tatizo lako wewe, unywe dawa nyumbani. Kwa wanakukalisha hapo siku 3 ili dozi ishi. Kwa hiyo kama uko kanisani, kinachokuponza wewe hutoki mahali umekwama, ni kwa sababu wewe sio mwaminifu kutii ulichoambiwa. Sio kwamba Mungu akusemesha, anakusemesha. Na unaelewa kwa nini tunakwama kwenye kutoa? Kanuni ya hapa ilikuwa ni watoe ndipo watoke. Sasa tunasema mimi na tumbuzi 3 tu, nitoe nichinje hapa, anakuambia chinja, vinginevyo utoki. Kama kuna watu waligoma kuchinja hatuelewe, lakini Biblia inatuambia kila nyumba walichinja.
Kwa kama hujachinja manake huna damu ya kupaka. Na kama huna damu ya kupaka manake unahesabiwa mauti. Hata kama ni Mwisraeli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaelewa, ukienda Katoliki ikifika sikukuu ya majivu, kuna watu wanapakwa majivu utosi kwenye paji la uso, sio? Anapakwa majivu alama ya toba, lakini ana appointment na mchepuko. Kwa Mungu anamuona ana kizibiti. Unashangaa wewe huwa unaenda mbele za Bwana kwa toba, ila huwa unaangukia pale pale kila siku. Kwa nini? Toba yako haiko moyoni, toba yako iko mwilini, kwa haigusi kule ndani. Wewe kachukue simu yako, viringisha kwenye nylon yako safi, au ni mfuko wa sukari, viringisha mle ndani, funga, afu tumbukiza kwenye maji. Afsema mimi simu yangu ni imara, nimeidumbukiza kwenye maji na imetoka salama. Unaelewa kitu gani kimelinda simu isiingie maji? Ile na hilo. Kwa kiburi chako cha kutokutii kimezuia nguvu ya Mungu haingii moyoni. Badiliko la mtu kiroho linaanzia rohoni, sio nje. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana katika kanuni ya kiroho mabadiliko tunayategemea mtu yaanzie ndani. Ukishaona mtu amebadilika nje ila ndani hajabadilika, huyu ni msanii. Usione mtu anavaa mavazi mazuri sana nje, lakini ndani amesema ni mbwa mwitu mkali. Kwa sio kila, niliwahi kukwambia hapa, sio kila anayevaa msalaba ni mtumishi wa Mungu. Andiko linaniambia kwenye msalaba walienda wanyang'anyi wawili. Yesu alikuwa watoto. Ndio maana kwenye mafundisho tunasema msalaba wa Kristo tu ndio unaookoa. Kwa nini tu? Kwa sababu kulikuwa na wahalifu wawili. Kwa wanaweza kuvaa msalaba lakini ni wahalifu, ila wanao. Amen. Kwa ile kwamba una alama ya msalaba haina maana ni mcha Mungu. Kwa sababu hata walioteswa msalabani hawakufa kwa ajili ya dhambi zetu. Walikufa kwa dhambi zao wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kama unataka kushinda vita vya kiroho, ushindi wako utatokana na utii wa maelekezo ya Mungu unayemwamini. Utatokea. Akisema chinja, chinja. Akisema usitoke hapo, usitoke. Mungu alimwambia Musa, mwambie Haruni asitoke kwenye lango la hema kwenda kuzika watoto wake. Na Haruni hakutoka. Alitii sauti kutoka madhabahu ya Mungu anamwamini. Kwa hiyo sio kwamba Mungu asemi na sisi, anasema na sisi. Shida yetu ni moja tu, kutii. Kama kuna mkoa una mafundisho ya neno la Mungu ni Mbeya. Shida ya Mbeya ni kutii. Kutii kumenyang'anya ushindi wa vita ya kiroho. Kutii kumepoteza uhusiano wako na Mungu. Unafikiri kwa nini Yesu anasema sio kila aniambiaye Bwana Bwana ataingia paradiso? Alikuwa anajua kuna wahuni, kuna wasanii, kuna waigizaji wataita jina langu lakini sio wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Okay, mstari ule wa 11 anasema hivi. Mstari wa 9 anasema hivi. Msiile mbichi wala ya kutokoswa majini, bali imeokwa motoni, kichwa chake pamoja na miguu yake na nyama zake za ndani. Wala msisaze kitu chake chochote hata asubuhi,
bali kitu kitakachosalia hata asubuhi mtakichoma kwa moto. Tena mtamla hivi: mtakuwa mmefungwa viuno vyenu, mmevaa viatu vyenu miguuni na fimbo zenu mkononi mwenu, nanyi mtamla kwa haraka. Ni Pasaka wa Bwana. Kitu gani anasema? Haya ni maelekezo. Kama mnataka kutoka kwenye nchi ya Misri kwenda nchi ya Kanaani, kanuni yake ni hii: msipoitii hamtoki. Kwa lugha nyingine, Mungu hakuja kuwalazimisha kutoka, alizungumza nao. Walipotii walifanikiwa. Ukisoma kwenye Isaya anasema, kama mkikubali na kutii mtakula mema. Kwa hiyo mema yamejificha kwenye nini? Kwenye utiifu. Kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Kwa mema yako ili uyapate, dawa yake ni utiifu. Na mimi nimekupa mifano mara kadhaa wale walioishi kijijini. Kama unatii, mama anakwambia shika kibatari asonge ugali mpaka anamaliza, uwe na hakika kuna ofa mwisho. Mama anachukua mwiko wa ugali ule, anatumbukiza kwenye maharage, anachomoa, anakupa. Ile ni ofa ya uaminifu wa kushika nini? Kibatari wakati wenzako wanacheza mpira. Na michezo ya jioni inanoga wakati mbaramwezi inawaka. Watoto wenzako wanaimba ukuti ukuti. Wewe unasikia uko nje, shangwe na vigeregere, lakini wewe umeshika nini? Kibatari au kale kafimbo. Wale wanaojua wenzangu, nachomeka hivi kwenye majifu, kanashika kwanza, kanakaushwa, unawasha pale. Tunakuwa tutano hapa, umeshikilia. Kanapoisha haka unachomeka kingine, unamulikia mama. Kama hujaishi haya maisha huwezi kwenda. Lakini kuna ofa mwishoni. Ofa ile inatokana na nini? Utii. Sasa kama wanadamu tunapeana ofa kwa kutokana na utii, Mungu je? Amesema kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Kwa hiyo mema yapo, mlango wako wa kuyapata ni utiifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo swala la kupata mema sio swala la makundi, ni swala la mtu kumtii Mungu. Kumtii. Mstari wa 11, tena mtamla hivi: mtakuwa mmefungwa viuno vyenu, mmevaa viatu vyenu miguuni na fimbo zenu mikononi mwenu, nanyi mtamla kwa haraka. Ni Pasaka wa Bwana. Anazungumza habari ya utayari. Kama unataka kuokoka na hujaokoka, fanya hesabu vizuri, uwe tayari. Kuna vitu vya kuacha. Amen. Amen. Kama unataka kuokoka na ulikuwa hujaokoka, fanya hesabu vizuri, kwa sababu kuna vitu vya kuacha. Na ni vizuri, usifikiri vibaya. Ni vizuri sana. Ukiwa hujaokoka huwezi kuona kama ni vizuri. Ukiokoka ndio utagundua uliacha vitu vya maana. Marafiki wote wazuri wako ba, na natakiwa wachane nao. Wadada wote uliokuwa unakutana nao ba, unatakiwa kuacha. Vijana wote uliokuwa unakutana nao unatakiwa kuacha, kwa sababu umeamua kuokoka. Wanyakyusa wananena, wanasema pinduka. Sasa huwezi kama umepinduka shingo tu, ila mwili uko kule kule. Kupinduka ni kugeuka. Amen. Amen. Sasa mimi sasa hivi nawatazama ni, lakini ukisema pinduka, sio swala la hivi tu haitoshi, mpaka ugeuke kabisa mwili mzima. Amina. Sasa kama umeamua kuokoka, usiokoke hivi. Umeona yule nembo ya wenzetu wa Moravian, mwana kondoo ameshinda tumfuate, sio? Umekaona kale kakondoo kaliwahi kuleta mgogoro, kwa sababu yule kondoo ameenda hivi hapo amegeuka hivi. Sasa yeye mwana kondoo ameshinda tumfuate wapi? Huko alikogeukia au huko anakoelekea? Na sisi
kanisani kwetu kuliwahi kuleta mgogoro. Tunapotoka kanisani, nani atangulia? Waumini au mchungaji? Wengine wakasema atangulie mchungaji. Sasa anaachaje kondoo yule? Wengine wakasema inatakiwa watangulie waumini awaswake. Sasa mna uhakika gani na nje? Yote hiyo ni tafakari katika kufikiri usalama. Baadaye tukakubaliana kwa kuwa tunakotoka ni salama, tuna mashaka na tunapokwenda, basi mchungaji ndo atangulie kwa andiko linalosema kondoo wangu waisikia sauti yangu nao unifuata. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo utagundua ushindi wa vita vya kiroho umejificha kwenye utiifu. Na kutokutii kuna kunyima ushindi. Na kutokutii ni kutamu. Kutokutii ni kutamu. Kwa sababu wakati haujatii ni kwa sababu ya vile vitu vizuri vinavutia. Nikasema ngoja kidogo. Akija sasa Mwakasege ndio mimi naokoka kabisa. Anapokaribia Mwakasege unajikuta kuna kakitu kazuri tena kengine. Kama ni kijana yule binti wa Kigoma umemfuatilia miaka 3 ndio anakuja Mbeya. Atakuwa huku siku 3. Sasa Mungu nisamehe. Akivuka akipita tu Mwakasege, naenda mwenyewe kanisani. Unaamua kuokoka baada ya mkutano wa Mwakasege, ili ukutane na mtu wako, halafu ujui mpaka wa maisha yako umewekwa wapi. Umeusikia ule wimbo, kausikilize tena. Hakika hakika natembea mimi ni marehemu. Wakiimba ule wimbo unaweza kufikiri haukuhusu. Lakini muda wowote lolote laweza kutokea. Amen. Juzi nilikwambia mimi mwenyewe sielewi kwa nini tunaogopa kufa. Sielewi. Kwa sababu tukifa tunaenda wapi? Tunaachana na dunia yenye magonjwa. Tunaachana na dunia yenye siasa ambayo hatuelewi hatima yake ni nini. Tunajiendea mbinguni kwa Baba. Hakuna vyama vya kushindana, ila wote tunang'ang'ana hapa hapa. Sielewi, hata mimi naogopa kufa, ila niko tayari kwenda mbinguni. Sasa amesema yeye mwenyewe, anasema hatutaenda na miili hii, tutapewa miili iko wapi? Huko huko. Ila hamna mtu yuko tayari. Ndio maana hata saa ya kukata roho kuna mgogoro. Kuna kupiga mateke kidogo. Ni kama siendi. Wachache sana wanakufa kimya. Lakini wengi kuna mgogoro. Mwili unakataa kuachana na roho. Lakini ukisoma Biblia kwenye kitabu kile cha Yeremia, utagundua Yeremia alikuwepo kabla mwili haupo. Amen. Kasoma ile mstari. Anasema kabla sijakuumba tumboni mwa mama yako nalikujua. Kwa hiyo kabla Yeremia hajawekwa tumboni alikuweko. Swali, alikuwa wapi? Ukisoma maandiko unagundua ni kama Mungu ana store ya binadamu. Anacheki duniani, anagundua manabii wapo, lakini mbona kama wote ni waoga. Sasa hivi hawawakemei matajiri. Anaangalia sasa, mchungaji na wenyewe wakishapewa hela wamenyamaza. Sasa nani atawaambia watu wangu ukweli? Akicheki ile anaona mnahubiri neema tu. Sasa
endelea hivyo hivyo, neema ya Mungu ipo. Anaenda store, anacheki kule ndani, anagundua kuna Yeremia. Kwa hiyo angalia kitu Mungu, ukisoma Biblia, Mungu hakuwatengeneza wazee walitoa taifa la Israeli. Walikuwa wazee wenye hekima, hakuwatengeneza. Alitengeneza mimba kwa mwanamke mmoja ili apatikane Musa, akawatoe wana wa Israeli. Kwa nini asibadilishe wazee wenye hekima wa siku nyingi? Chagundua haya majamaa kwa uzoefu walionao wameshapinda, ngumu kubadilika. Lazima tutoe kitu fresh huku nje, kije kishike nafasi yako. Ukishagundua kuna mgogoro wa watu wawili katika kuongoza kundi, usimteue mmoja aliyopo hapo umbe kundi, halitaenda. Fukuza wote, tafuta mtu mwingine kutoka nje aje pale, tena ambaye labda hajawahi kuishi kwenye hilo eneo. Litoe tu lijitu huko, liweka, itawasaidia sana. Ukimtoa tu mmoja kati ya hao kasema wewe kaa kwanza, nisinikwambia nitakunyosha. Mkiwa public hivi haongei hayo maneno, mkikata kona ya kwanza, safari hii utakiona cha moto. Kwa nini? Hujatibu tatizo. Sasa kama unataka kushinda vita vya kiroho, usimshindanishe Mungu uliye naye na shetani. Achana na mambo ya shetani. Mkatae shetani na mambo yake na kazi zake, ujitoe kwa wake. Wewe ukasema mkataa shetani na mambo yake yote, lakini unamwambia kwenye hili, Mungu naomba uniache kidogo. Kwa nasikiliza kibonzo siku moja, kuna kijana mmoja anasema anamwombea mwenzake, anambia pokea mke, anasema awe mweupe. Ndio na tamaa. Mungu anajua wewe unahitaji, na mke wako wewe ameshajua mtakaye ndana wewe nina mweusi. Wewe unataka kachukue. Chagundua huyo mweupe Mungu hakukupa. Wewe wako ni mweusi kutoka Njombe. Lakini wewe umetafuta wa Singida, umetafuta wa Arusha. Hakuna neno, wa maonesho utapata. Hata akipita huku nje tabaza, mwenzetu naona alipata, lakini ndani upikiwi, ufuliwi, uulizwi kama umeshiba. Niwahi kuambia, unajua wanawake ndio wenye ofa, wanaulizaga mume umeshiba, kama sijashiba ningenao. Lakini wanauliza umeshiba. Wewe tafuta mwanaume kama anaulizaga mke wake umeshiba. Anagonga chakula, kama unaendelea, anaendelea na mambo yake. Mengine alikusa mchungaji asubuhi. Kwa hiyo ushindi wa vita vya kiroho umefichwa kwenye utiifu. Kiwango chako cha utiifu kwa Mungu kitaamua ushindi wako. Na Mungu hatokei mwanzo wa vita, anatokea mwisho. Amen. Amen. Mungu anatokea. Ukitii maelekezo aliyokupa mwanzo, utamuona, utamuona mwisho. Alimpa maelekezo Yusufu akiwa kwenye nchi yake, hapa katikati ya kumwambia chochote. Walikuja kukutana akiwa waziri mkuu. Kwa nini? Alishamsemesha habari ya ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia
Kwenye Injili ya Yohana mlango wa 16, naomba tuone Injili ya Yohana ule mlango wa 16. Angalia ule mstari wa 31. 33. Naomba nisome. Kuna neno moja tu nalitafuta ile mstari wa 33b. Lakini mstari wa 33 anasema hivi: hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwenguni mnayo dhiki. Ameshatahadharisha kabisa. Ulimwenguni tutakuwa ni watu tunayoishi katika dhiki. Na hili neno utakuja kumkuta Marko ndio aliyeeleza, aliyeandika. Yesu anaposema, Petro alipouliza, tumekufuata, tumeacha vyote, tutapata nini? Yesu alieleza, tutapata ndugu, tutapata mke, tutapata mali. Anasema mara 100 duniani pamoja na udhia, kisha kwa hiyo kabla ya uzima wa milele kinachotangulia nini? Udhia, dhiki, mahangaiko. Na saa ile ya mateso na mahangaiko ndio saa ya mwisho. Ukifanya makosa mbinguni uende, kwa sababu jaribu linalokuja la kiroho ni kukukwamisha kwenye mission yako ya kwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Okay, ngoja tujaribu hivi. Vijana waliopita chuo wanaelewa. Wanasema unaweza ukajitunza kutoka shule ya msingi, sekondari. Ukifika chuo ni ngumu kujitunza. Kwa nini? Unaenda kukutana na walimwengu wenye shule na mifano ya kila aina. Wakati serikali inapiga marufuku matumizi ya vitu kwenye vyuo vyetu, wanafunzi zaidi ya 3,000 chuo kimoja wamesha kunywa miaka 2, na wengine wamekunywa toka mwaka wa kwanza mpaka mwaka wa 3, na anamaliza tu anapata mchumba, anaingia kwenye ndoa, hakuna mtoto. Wanaenda kwa mganga, tawile mganga hamna. Hamwambii mwenzake kwamba ile miaka 3 uliyokuna niona niko nani, nilikuwa nakunywa hii. Hausemi. Kwa sababu moja kati ya kitu ambacho mataifa ya magharibi yalifanikiwa kutupandia ni uzazi wa mpango. Sasa watoto 3 wanatosha, watoto 2 wanatosha. Wakatupa dawa ambazo zile dawa zimeleta shida kwenye kizazi kwa watu wengi. Tukaacha njia zetu za asili. Na huko anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa. Huku kujifanya tumesoma huku ndio kunatufikisha hapo. Wale ambao hawakusoma walifanikiwa kulea watoto wakapishana miaka 3 na amezaa watoto 9, 10. Mimi kwetu tuko 10 kwa mama na tumepishana miaka 2, tuko 10. Au nafikiri mama alizaliwa enzi za uzazi wa mpango 10. Sasa hivi ukipata watoto 10 utasomesha wote hao. Ukizaa watoto wengi kibiblia ni baraka. Ni baraka. Kasome habari za Rebeka, anasema ukawe mama wa watoto wengi. Walimtamkia baraka. Lakini sisi hatutamkiani baraka. Nikusisitizana usiwe msumbufu kama mama yako. Lakini kikubwa anachokidai hapa ni utii. Anasema kwenye mstari, ulimwenguni mnayo dhiki. Sasa angalia sentensi inayofuata. Hivi anasema peaneni moyo au amesema jipeni moyo? Ile neno jipeni
linatoa tafsiri ya kupeana pole. Yaani matatizo yanapokupata hatukupi moyo. Sisi kazi yetu ni kukuambia jipe moyo. Ndio neno la Yesu hapa. Anasema lakini jipeni moyo. Mimi nimeushinda ulimwengu. Kwa hiyo imani ulio nayo kwa Mungu ikuhakikishie Mungu unayemwamini ndiye mshindi wa vita. Ndiye mshindi wa vita. Wale waliosali Sunday school wanakumbuka ile pambio. Ni Bwana wa vita. Ni Bwana Yesu ndiye tukwenda ulizana. Ni Bwana wanapokea. Sasa yale mapambio ya ushuhuda wa namna hiyo yanapotea. Unaweza kukaa kanisani, watu hata siku hizi wamechoka kupiga makofi, wanafanya tu. Ukiharibu tu kasema tenzi namba 15, analijua beti la kwanza mpaka la mwisho, kwa hiyo hata hata tenzi ashiki. Anaimba kibosi. Hasa nenda kwa Wahehe. Kawakuta Wahehe, wewe nenda tukagugu kwenye simu yako nyimbo za asili za Kihehe. Uone hata ngoma hamna, utasikia tu makofi. Mtu anadua hapo mpaka jasho linamtoka. Kwa nini? Yuko kwenye asili yake. Na mimi naambia hapa, kajaribu mtu ambaye yuko kwenye mila, muulize kama wanatambika kwa Kiswahili. Kwa Kiruga watafute Wanyakyusa sasa. Mwambie Mnyakyusa mmoja, omba kwa Kinyakyusa. Akianza tu tata kwa Lugano, gwe mololo. Gwe kisa tasikia. Yaani wanajiona Mungu ni Mnyakyusa. Wanajisikia Mungu ni wa kabila. Na wewe ukitaka kumkaribia Mungu, mkaribie kwa lugha yako. Kwa sababu ni jambo private, ni jambo lako mwenyewe, halihusishi kundi. Tunalazimika kutumia lugha ya Kiswahili ili tuweze kuelewana, kwa sababu sisi tumevunja ukabila, tumekaa kwenye lugha moja. Lakini kama unataka kumwendea Bwana binafsi, uko chumbani unaomba, tumia lugha yako, uone namna unavyokutana na Bwana. Wewe ngoja tuimbe nyimbo za Kiruga hapa, hata kama ni za Kikristo. Yaani mtu anajisikia anashikana moyo. Wimbo ni ule ule wa Kiswahili. Ni ule ule. Yokia aju timi kwa. Sasa tuimbe Kiswahili. Unaona mtu anaimba Kiswahili lakini hana ule msisimko kama angeimba kwa lugha. Unagundua huyu mtu anakutana na Mungu kwenye asili yake. Hakuna mtu anakuzuia. Imba nyimbo za Kiruga, imba nyimbo, aifanya maombi kwa lugha yako, utakutana na Mungu. Lakini mkazo wake hapa anasema kama mkikubali na kutii. Kitu gani ninachowaambia? Kwa sababu kilichomsaidia Musa kutoka nchi ya Misri ni kutii maelekezo. Kitakachokusaidia kutoka kwenye jaribu ni kutii maelekezo. Kuto kutii maelekezo na upewa madhabahuni ndio utakaa hapo muda mrefu. Malaika alikuwa anakuja anatibua kisima, watu wanaingia kupona. Kuna mtu alikuja na kagodoro akawa analala hapo. Naona alikuwa analala vizuri. Unajua sasa hivi sijajua sana wale wenzangu waliotoka kijijini. Kule kijijini sio Wanyakyusa. Kule kijijini kwetu ukifiwa ukilala siku 3 pale chini kwenye mkeka. Sasa hivi unaisikia. Simeshazoea kulala kwenye godoro. Siku 3 unasikia bega, mgongo. Yaani ni maumivu makali sana. Kuna kaona mtu ameamua sasa tokea amefiwa, ametoka na kagodoro sasa analala hapo. Huyu alilala pale siku nyingi. Lakini malaika alikuwa anashuka kila siku kutibua kisima. Yesu anamuuliza, unataka kuwa mzima? Lakini kilichokuwa kinazuia asipone ni kitendo cha kuchelewa kuingia kwenye birika. Sasa nataka kusema kinachokuzuia wewe utoke hapo ulipo
ni kwa sababu ya kukosa utiifu kwenye maelekezo ambayo Mungu anakupa. Mungu bado anatusemesha, lakini utiifu wetu ni mdogo. Na Mungu wakati mwingine anakusemesha wewe utoke. Ndio maana kuna wakati tumetafakari mistari fulani kwenye Biblia iliwasumbua sana watu walokole wa mwanzo. Walipookoka wakaambiwa na watumishi kwamba imeandikwa jitengeni nao. Wakajitenga na ndugu zao, wakahama na nyumbani. Wanyakyusa ndio wakahama kwenye nyumba zao, wakapewa na viwanja kwenye viwanja vya kanisa, wakajenga. Leo hii wamejimilikisha vyao. Wamezekea hapo. Kuna wachache Ukristo wanakunywa pombe, ni wapagani. Lakini walikuja kwenye huo uwanja kwa andiko la jitengeni nao. Walipookoka walihama kwenye mitaa ya kawaida, wakahamia mitaa ya kanisa. Makanisa yalikuwa na viwanja vikubwa. Kwa walikuwa wanawapa wanaookoka, jenga hapa, jenga hapa. Kilikuwa kijiji cha ndugu katika Bwana. Walikaa. Leo hii mashamba mengi ya kanisa yamenyang'anywa na watu. Na walishaachaga Ukristo siku nyingi sana. Niliwahi kuambia hapa kule kwetu, waliwahi kuleta ng'ombe wa maziwa, walifikia nyumbani kwetu. Ng'ombe kama 30 hivi. Kila Mkristo alipewa ng'ombe mmoja. Oya. Baada ya maelekezo kwamba akizaa ng'ombe uliyepewa mtoto mmoja, unatakiwa kumpa Mkristo mwenzako. Kwa hiyo akizaa mara ya kwanza unampa Mkristo mwenzako. Akizaa mara ya pili, huyo ndama ni wako. Akizaa mara ya tatu, huyo ndama unampa Mkristo mwenzako. Watakaofuata kuzaliwa pale ni wao. Kanisa letu lilijaa watu hivi. Utafikiri ni walokole kweli wanaenda mbinguni, wahuni. Wanasubiri ng'ombe wa mtu azae wapewe. Na ukienda leo kule kwetu kuna watu wana ng'ombe wa kisasa, ila Ukristo walishaacha siku nyingi sana. Walikuja kanisani kupata ng'ombe. Wanamtumia Mungu kama mganga. Kuna mtu aliwahi kwenda kwa mganga wa kienyeji, akamchukua mganga au anakaa naye nyumbani. Tunaendaga huko, anatuagua, anatutibia. Unamwacha huko Makete, wewe unarudi hapa kama muumini. Utafikiri sio wewe uliokuwa tembelea kinyume kwa mganga. Unajua kuna watu ni wa maana kabisa ukiwaona hivi mwili, lakini waamini kabisa kwamba kwa mganga walivuliwa nguo wakachanjwa chale. Kitu gani kimetokea? Ukiwaona kuna wakati mwingine tunasikia wabunge nao wanaenda kwa waganga. Ukiwaona ni wa maana, wamegonga tusuti pale kwa heshima, lakini wanalamani huku na hawezi kumwonesha mtu. Wakisimama mbele ya watu tafikiri sio wale wanavuliwaga nguo na mganga ambaye hata la 7 hajafika. Ndio ana PhD. Nilikuwa nasikiliza kipande fulani cha story. Anasema wewe ukifaulu kwenda sekondari, kwenda chuo, huyo aliyefeli anaanza kujifunza mambo ya uganga. Wewe ukimaliza chuo, kazi hamna, unaenda kumtafuta mganga, unamkuta ni jamaa yako uliyesoma naye, ni mtaalamu kwenye ulimwengu wa pili. Unaenda kumpa hela ili akupe kibali cha kupata kazi. Na shule ulio nayo umerudi kule chini. Hafu nakutana na mtu hajasoma ila anamjua Yesu, na kila alitendalo linafanikiwa. Shule hamna, lakini Yesu anaye. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Shule hamna mchawi anayemgusa. Wewe shule ipo, lakini mchawi anakutembelea. Unakabwa na asiyesoma wakati una degree. Umeweka vyeti vya PhD, lakini anakukaba hajafika na 7. Na wachawi nataka watu waambie tuwe tunaheshimiana. Hata kwa level za shule. Kwamba wewe mchawi, mimi msomi kuliko wewe. Lakini haiwezekani, hayo ni mambo ya kiroho. Amen. Kanuni yake anasema mtiini Mungu, pingeni shetani. Ukikosa utiifu kwa Mungu, huna mamlaka kumpinga shetani. Imani ulio nayo
inakuonesha Mungu ana nguvu kiasi gani cha kukusaidia kwenye mkwamo ulio. Sio swala la kuhubiriwa mahubiri marefu, ni swala tu la kuielekeza imani yako, kuamua. Ni Wahehe wana neno moja. Mhehe akisema sasa hela amefika, ukiona anaenda ndani wewe nyanyuka hapo, maana akitoka na mundu huko ndani anakulima naye. Amefika mwisho wa uvumilivu. Ukiona anaenda porini, mumuwai, anaenda kujinyonga, kwa sababu amefika mwisho wa uvumilivu. Na mimi nitakusema, fika hatua ya maamuzi ya mwisho. Chukua hatua kwamba sasa jambo hili sitafanya tena, nataka kumlingana Bwana. Ameshakataa. Amesema huwezi kutumikia mabwana wawili. Huwezi. Sasa hivi kuna uhuni unakuja duniani. Wanaume wawili wanaoa mwanamke mmoja. Ndicho kilicho. Na Biblia ishakataza huwezi kutumikia mabwana. Asa mtampenda huyu kuliko. Ndio maisha yanaenda. Sasa hivi wanawake wana hela. Anasema mimi niko tayari kulea wanaume wawili, kwa wanaenda. Kitu gani kinatokea? Uharibifu. Moja kati ya kitu najiuliza kwenye Biblia, iliwezekanaje Sodoma na Gomora, nchi iliyoharibika kabisa, lakini watoto wa Lutu wawili walikuwa mabikira kwenye nchi hiyo hiyo iliyoharibika? Lazima tumwambie Bwana, hata miji iharibike kiasi gani, lakini mimi na nyumba yangu hatutakuwa sehemu ya watu walioharibika. Tutamlingana Bwana mpaka saa yetu ya mwisho. Haiwezekani. Sodoma na Gomora imeharibika, watu wana ndoa za jinsia moja, watu ni wasagaji, watu wanafanya vitu vya ovyo, lakini watoto wa Lutu walikuwa ni mabikira. Na ukizungumza ubikira kibiblia, usibaki tu kwamba hajui mume. Sio hapo tu. Kama mtu ni bikira, kasome andiko anasema hivi, ili Kristo apate kumletea Mungu kanisa safi. Kanisa safi maana yake bikira, watu ambao hawajaitumikia miungu mingine. Kutumikia miungu mingine ni roho ya uzinzi. Kwa wewe sio bikira kiroho. Ukishaanza kutumikia miungu mingine, wewe sio bikira. Lakini anasema Kristo alimnunulia Mungu kanisa safi. Maana yake lisilochukua miungu mingine. Acha wengine waharibike, lakini tumuombe Mungu nyumba zetu zisiharibiwe, watoto wetu wasiharibiwe. Amen. Usiwacheke watoto wa yule wameharibiwa. Omba Mungu alinde yako. Kwa sababu wewe utakwambia alikifanya mlokole, haya kiko wapi? Kwa sababu anguko la nyumba yako ni furaha la watesi. Lakini mwambie Mungu, ninakuamini wewe ni Bwana wa matengenezo. Tengeneza watoto wangu, tengeneza uchumi, tengeneza ndoa, tengeneza biashara, tengeneza amani iliyopotea huko ndani. Kitu gani kinakupa uhakika? Imani ulionayo kwa Mungu unayemwamini. Naomba usimame. Nenda mbele za Bwana. Mwambie Mungu, bado ninakuamini kwamba wewe ni Bwana wa matengenezo. Mungu aliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, wewe ni Mungu unayefanya matengenezo kwenye maisha ya mwanadamu. Haijalishi amepitia vitu vingapi, haijalishi amepitia historia mbaya kiasi gani, lakini historia inatueleza wewe ni Bwana wa matengenezo. Ulimweleza Yeremia amwendee yule mfinyanzi wa vyungu, na ukamweleza Yeremia, kama mfinyanzi anapofinyanga ile vyungu, ndivyo nitakavyowafinyanga Israeli na kuwafanya vyombo vipya. Mungu, ninakusihi, tengeneza maisha ya mtoto wa yule mama, mtoto wa yule baba. Finyanga watoto wake, finyanga ile familia ambayo haijakaa kwenye amani, haijawahi kukaa ikafurahia maisha, kwa sababu adui
kuwa na amani, na wewe ni lini watakuja kuwa na kicheko, kwa sababu adui amefuruga mfumo wa kule ndani. Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunaketi hii madhabahu, tunaalika uwepo wako, tunaalika nguvu zako, tunaalika damu yako, tunaalika uvuvio wa nguvu ya Roho Mtakatifu wako ikapite, ikaponye nafsi yule mama, ikaponye nafsi ya yule baba, ikaponye nafsi ya yule kijana. Ni wewe uliyesema kila atakayeliitia jina la Bwana ataokoka, na kwa ajili hiyo ninakusihi Mungu uliye hai, kama huyu mama anahitaji msaada wako, usiwe na kimya, maana tunakumbuka namna Bartimayo alipohitaji msaada wako, na Mungu haukuwa na kimya, uliteremka kumsaidia. Bado tunao watu wenye hali kama za kina Bartimayo, bado tuna hali za watu wanaotafuta msaada wako, na mtumishi wako Daudi anasema, Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu. Mungu uliye hai, kama wewe umesema atakaye kukimbilia wewe hataaibika, na kwa ajili yote tunakusihi kwa damu ya Yesu Kristo, komesha kila aibu inayoinuka kwenye familia kupitia watoto wake, komesha kila aibu inayoinuka kupitia mume wake, komesha kila aibu inayoinuka kupitia mke wake. Tunamkumbuka kabisa na bahari, namna ambapo alimoleta shida na mke wake alijisikia shida. Mungu uliye hai, akasimama kwa zamu yake kuomba toba kwa ajili ya mume wake, na Daudi akasamehe na kuachilia ile adhabu. Bado tunao akina waombaji ambao wanasimama kwa zamu yao kama akina Dorcas, bado tunao waombaji kama akina Ana, bado tunao waombaji ambao wanasimama kwa zamu yao. Mungu uliye hai, usinyamaze, wasaidie wanapopita kwenye vipindi vigumu, wafungulie malango ya baraka, wafungulie malango ya neema. Zimisha kila kelele za watesi zinazoinuka masikioni mwao, kawajalie neema watoto wako, ile sauti ya ushindi ikasikiwe kwenye malango yao. Kama wengine walisema acha tuone kama wewe Mungu wao atawasaidia, tunawahakika na wewe msaada wako bado upo, tunawahakika na wewe neema yako bado ipo, tunawahakika na wewe malango yako bado yanapupujika neema na kibali. Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninaomba kwa ajili ya mama, ninaomba kwa ajili ya baba, ninaomba kwa ajili ya kijana, ninaomba kwa ajili ya kila mtu anayelitia jina lako. Mungu, kamthibitishie kwamba wewe ni msaada wake wa karibu. Imani tuliyo nayo ni kwamba Mungu wetu ni Mungu wa matengenezo, na kwa ajili hiyo miaka iliyoharibiwa, nyakati zilizoharibiwa, haijalishi zimeharibiwa na miungu mingine, haijalishi zimeharibiwa na mila, haijalishi zimeharibiwa na uchawi na uganga, lakini Mungu tuliye naye ni Bwana wa matengenezo. Tunaomba katufanyie matengenezo, tengeneza mifumo ya maisha ya watu, tengeneza mifumo ya familia iliyoharibika, maana tumesema kwa neno lako, misingi ikiharibika mwenye haki atafanya nini? Wako watu wenye haki hapa, lakini misingi ya familia zao ilishaharibiwa na nguvu za giza, ilishaharibiwa na nguvu za mapepo, ilishaharibiwa na nguvu za mila, ilishaharibiwa na nguvu za kishirikina. Mungu uliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, hata wana wa Israeli walikaa jangwani, lakini Bwana uliwalisha na kuwanywesha. Hata wana wa Israeli walikaa Misri, lakini walitengeneza mpango wa kuwatoa. Haijalishi miungu ya ukoo imewafunga wapi, haijalishi miungu ya ukoo imewazuia wapi, haijalishi miungu ya ukoo imefunga maagano na wao kwa kiwango kipi, lakini ninachojua ni kwamba yeyote aliyepelekwa utumwani kwa hila za nguvu za giza anarudi akiwa amekombolewa kwa damu ya Yesu, anarudi akiwa huru kwa damu ya Yesu. Nami ninatangaza jioni ya leo kwa neno la Bwana, mateka wa kiroho waliofungwa kiroho waanze kurudi kwenye nafasi zao, waanze kurudi kwenye maisha yao katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunamkumbuka kabisa Yehu, Bwana ambaye alikaa kama mfanyakazi, lakini alikuwa ndiye mfalme wa Israeli. Mungu uliye hai, bado tunao akina Yehu kwenye familia, wako wanafanya vibarua kwa watu, lakini kwenye ulimwengu wa roho ulishawaandaa kwa mabosi, ulishawaandaa kwa watawala, lakini kuna nguvu imezuia malango yao ya baraka yasifunguke, malango yao ya neema yasifunguke. Mungu uliye hai, wewe ni Bwana wa matengenezo, uliyemuita Yehu ashike nafasi yake, uliyemuita Yehu ukamkutanisha na nabii wako. Nami ninaomba jioni ya leo huyu mama akakutane na yule mjumbe uliyemtuma. Haikuwa kazi nyepesi Lutu kutoka kwenye nchi ya Sodoma na Gomora, bali malaika zako uliowatuma walisaidia Lutu kutoka. Tunahakika mbingu
ujumbe kwa ajili ya mama, kwa ajili ya baba. Basi tunaomba Bwana katika jina la Yesu Kristo, atoke kwenye utumwa, atoke kwenye hicho kifungo, atoke kwenye ile zuio, atoke kwenye hayo mazuio ya mila, atoke kwenye hayo mazuio ya nguvu za giza. Ninatangaza kwenye hii madhabahu, hapana ukaufu, hapana unyaufu, hapana laana, hapana ukiwa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Neema yako Bwana itufunike, nguvu zako Bwana zitufunike, damu ya Yesu itembee, ipite, impe kibali kila anayelitia jina lako, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaomba baraka kwa ajili ya mama, ninaomba baraka kwa ajili ya baba, ninaomba baraka kwa ajili ya kijana, na kila mmoja aliyekanyaga hii madhabahu apewe neema na nguvu ya Roho Mtakatifu wako. Kandelia kila mtu kuwa na nguvu kuliko maadui zake, anapotoka jioni ya leo, anaporudi miongoni mwao, wakarudi wakiwa na nguvu za kwako, kwenye ulimwengu wa ndoto, kwenye ulimwengu wa roho, wakawe na nguvu usiku, wakawe na nguvu ya Roho Mtakatifu wako, wasisumbuliwe na kutindikiwa na lolote. Wingu lako la utukufu likawafunike. Asante kwa ajili ya sadaka ya muda ambao kila mmoja umempa na ameitoa muda kuwepo kwenye hii madhabahu. Asante kwa ajili ya sadaka tulizoshika kwenye mikono yetu, tunapoziachilia kwenye hii madhabahu, zikawa ni dhabihu zilizo hai za kukupendeza na takatifu machoni pako. Utukufu na heshima ni vya kwako. Kwa Kristo Yesu tumeomba na kukushukuru. Amen. Mungu akubariki, Mungu akulinde kwa sadaka ya muda wako uliotoa. Tuendelee kuwakumbuka wenzetu ambao wanapita kwenye changamoto, wako wanaugua, lakini wako wenzetu waliopatwa na misiba. Usiache kuomba kwa ajili ya mwenzako ambaye labda leo hajapata nafasi ya kufika, ili kesho upate nafasi ya kumuona tena. Bwana Yesu asifiwe. Nikukumbushe kesho asubuhi saa 12 tutakuwa hapa, na jioni tutakuwa tunahitimisha somo letu, lakini pia kwa maombi yanayolenga kumuomba Mungu afanye kitu, afanye matengenezo kwenye mifumo ambayo unaona kuna uharibifu. Mungu akubariki na nikutakie usiku